Miaka ya kimya ya Idi Amin nchini Saudi Arabia. Baada ya kutokomea kutoka kwa vichwa vya habari, kelele za siasa, makombora, gwaride za kijeshi na hofu iliyotamalaki Uganda alipokuwa mtawala, Idi Amin Dada alijikuta katika dunia ambayo hakuwahi kuizoea. Dunia ya ukimya, ya sala ndefu badala ya amri, ya kupuuzwa badala ya kuogopwa, ya kutazama badala ya kutazamwa, na ya kutegemea rehema kutoka kwa wengine badala ya kuamrisha utii. Hii ndiyo ilikuwa sura mpya ya maisha yake alipokanyaga ardhi ya ufalme wa Saudi Arabia, taifa lililomlinda lakini pia likamweka mbali na dunia aliyokuwa ameizoea. Katika jiji la Jeddah, mbali na kelele za Entebbe, mbali na kambi za jeshi alizowahi kuzitembelea kwa magari ya kivita, mbali na maadui na marafiki wa kisiasa, Amin alianza sura ya mwisho ya maisha yake, sura ambayo haikuwa na umati wa watu, haikuwa na magari ya kivita, haikuwa na wapiga debe, haikuwa na wanahabari. Ilikuwa sura aliyobaki nayo yeye, nafsi yake, imani yake, familia yake, na kumbukumbu ambazo hakuweza kuziacha nyuma hata angeenda wapi. Hapa ndipo alianzia safari ya mwisho, safari ya kufungana uso kwa uso na nafsi yake mwenyewe. Maisha ya kimya, marekebisho ya roho. Ni rahisi kuamini kwamba Amin aliingia Saudi Arabia kama dikteta aliyevuliwa madaraka, lakini ukweli ni kwamba alifika kama mtu mzee, mchovu, alibebeba makovu manane ya kisiasa, ya kibinadamu na ya kiroho. Wengi waliamini angepata tabu kuishi bila madaraka, lakini aliyezoea salamu za mtukufu rais ghafla akawa mtu wa kawaida msikitini, akishika mswaki wa mti wa miswak, akivaa kanzu na kuficha mwili uliokuwa tayari umeanza kulegea kwa sababu ya maradhi na uzito wa miaka. Hakuna aliyemshangilia tena barabarani. Hakukuwa na mipigo ya tarumbeta. Hakukuwa na kofi za poleni. Kulikuwa yeye, kanzu, tisgari ya jangwani, harufu ya ubani na sauti ya muezzin iliyomkumbusha kwamba dunia yote sasa ilikuwa kimya kwake, isipokuwa Mungu. Villa Al-Hama, ndani ya gereza lililo na neema. Saudi Arabia ilimpa makazi ya kifahari, lakini uhuru wake ulikuwa mdogo sana ukilinganishwa na mtu aliyewahi kushika madaraka ya jeshi na taifa. Hakuruhusiwa kuzungumza na wanahabari. Hakuruhusiwa kushiriki mijadala ya kisiasa. Hakuruhusiwa hata kutoa maoni ya hadharani kuhusu Afrika Mashariki. Ilimbidi aangalie vita vya maneno, mapinduzi, uchaguzi na habari za Afrika kupitia televisheni bila kutamka neno. Hapo ndipo moyo wake ulianza kubadilika. Alianza kuona dunia bila yeye. Aliwahi kuwa mhimili wa hofu na amri. Sasa alikuwa mtazamaji wa historia ile ile aliyokuwa akiandika kwa damu, sasa ikiendelea kuandikwa bila kalamu yake. Kwa miaka ya mwanzo aliendelea kuonyesha kiburi kilichokuwa kimezoeleka. Alikuwa na tabia ya kusema, sijawahi kushindwa, nimebadilisha tu uwanja wa mchezo. Lakini kadri miaka ilivyozidi kuzunguka, maneno yake yakaanza kupungua. Ukimya wake ukawa mwingi kuliko hotuba za zamani, ukimya unaowa fahari. Familia yake, ngome ya mwisho aliyobaki nayo katika maisha ya kifalme yanayoonekana ya faraja. Kinga yake halisi haikuwa ukuta wa kifahari wa vila aliyokabidhiwa, bali familia. Wakati dunia ilimkataa, watoto wake hawakumkataa. Mke wake ambaye alikuwa karibu naye wakati wa mwisho, alimshuhudia akianza kuwa mtu tofauti, asiyeogopa kukaa kimya kwa muda mrefu, asiongea sana kuhusu siasa, bali anayezungumzia dini, hatima, watoto wake na hukumu ya milele. Watoto wake walimwona si kama dikteta bali kama baba. Baba aliyekuwa na ukali wa kijeshi, lakini pia huruma isiyoeleweka kwa umma. Kwa mara ya kwanza katika maisha yake ya umaarufu, Amin aliacha kujenga taifa na akaanza kujenga ndani ya nyumba yake. Uwezo wake wa kutia hofu ulimkimbia. Aliyekuwa mtu wa amri za ghafla sasa alikuwa mtu wa ushawishi wa upole, ushauri wa kimya na saha za kidini. Mapambano ya ndani, hofu isiyosemwa. Ingawa hakuwahi kuomba msamaha hadharani, hoja nyingi za ndani ya moyo wake zilikuwa mzigo mkubwa. Mwanadamu akiwa peke yake anakutana na nafsi yake halisi, na peke yake ndiyo mara ya kwanza Amin alikutana na Idi Amin bila jeshi, bila
bila vyeo, bila jeuri, bila kamera. Alitumia muda mwingi kusali, lakini sala zake hazikuwa za fahari bali za faragha. Mara nyingi alitulia kimya kwa saa nzima, akitazama ukuta kana kwamba anapitia hukumu ya nafsi yake. Wanafamilia walisimulia mara nyingi walimkuta machozi yakitiririka kimya kimya, si machozi ya kuomba huruma kutoka kwa watu, bali ya mapambano ya nafsi na hatima. Nafsi ilipoanza kumwita nyumbani. Maradhi ndiyo yalikuwa mlango wa mpito wake wa mwisho. Magonjwa ya sukari, shinikizo la damu, moyo kuchoka, viungo kudhoofika, yote yalikuwa kama sauti ya kimya ikimwambia polepole, safari yako ya dunia iko ukingoni. Huu haukuwa ugonjwa wa mwili tu, ulikuwa ugonjwa wa historia pia. Ulimwengu uliokuwa ukimtumia kama mfano wa kejeli au mabaya ya utawala wa mabavu, ghafla ulimliza kimya kimya kama kumbukumbu ya sura ya zamani ya Afrika ambayo sasa ilikuwa inasahulika polepole katika maandiko mapya ya kisasa. Maneno ya mwisho, mlango uliofunga duara. Siku zile za mwisho kabla hajafa, alipopata fahamu za vipindi, aliwaita watoto wake wote waliokuwepo karibu. Hakuongea kama kiongozi, hakuongea kama askari, hakuongea kama mtu mwenye nguvu. Aliongea kama baba, kwa lugha aliyokulia nayo kwenye kambi na nyumbani, Kiswahili. Alisema, kaini pamoja, msiachane. Mimi nimefanya makosa yangu, lakini msiyarudie. Msimruhusu yeyote awatenganishe. Muishi pamoja kama damu moja. Ni ajabu ya Mungu kwamba aliyewahi kutawala kwa mbinu ya kugawanya, alifunga safari yake kwa wito wa kuunganisha. Kifo, kimya kilichopigwa muhuri. Alipofariki, hakukuwa na mizinga, hakuna gwaride, hakuna saluti ya kitaifa, hakuna bendera nusu mlingoti Uganda, hakuna ujumbe wa kitaifa uliosomwa kwa heshima ya maisha yake. Hakuna hata sala ya kitaifa kutoka nchi aliyowahi kuitawala. Alizikwa kama mtu wa kawaida, na huko ndiko maisha yalipomrudisha. Mwanzo wa mwanadamu na mwisho wake ni urongo mmoja, tofauti inabaki tu kwenye safari ya katikati. Safari iliyoisha, somo lililobaki. Idi Amin hakuomba msamaha hadharani, lakini kwa wengi waliomfahamu kwa karibu katika miaka ya mwisho, kimya chake kilikuwa ishara ya msamaha aliotafuta kimya kimya kati yake na Muumba. Hakutaka tena umaarufu, hakutaka tena kurudi kwenye kamera, hakutaka tena kuzungumza na dunia. Alihitaji tu familia, ibada na ukimya. Ni vigumu kujua kama alijuta rasmi, lakini ni rahisi kuona kwamba alitambua thamani ya kile ambacho siku za madaraka hazikumruhusu kuona, thamani ya upendo badala ya woga, umoja badala ya hila, na ukimya badala ya makelele ya mamlaka. Katika safari hiyo ya mwisho, Amin hakufa